Na ni furaha iliyoje msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kuweza kuungana nasi tena katika habari zetu za leo ambazo zinakujia kutoka kwenye uwanja wa mapambano hususan mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa bize kuweza kusaka habari moto moto na zenye kudhibitika ili tuweze kukujuza kwa wakati unaofaa kabisa. Nikuombe ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, usikose kusubscribe channel yetu, usikose kujiunga nasi kwenye mitandao yetu mbalimbali mkiwemo Facebook pamoja na YouTube ukiandika Kwetu News 24. Usikose kucomment ili tujue unatupata ukiwa sehemu gani, lakini pia usikose kushare na kulike ili uendelee kutupa nguvu kwa kile tunachoendelea kukuletea kila kuchako leo. Naam, habari zetu za leo tutaanzia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo hususan kwenye uwanja wa mapambano tukitaja huko Minembwe pamoja na eneo nyingine. Msikilizaji, eneo la Minembwe ni eneo ambalo linapatikana ndani ya tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Eneo hilo limekuwa ni eneo la vita vya kila leo, maana ni eneo la kimkakati la vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mapambano makali yameshuhudiwa ndani ya eneo za Kalingi, Kakenge pamoja na huko Ilundu ndani ya milima mirefu ya tarafa la Fizi jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi wa Twirwaneho wa huko Minembwe pamoja na Red Tabara wakiwa ni waasi kutoka huko Burundi wanaoshirikiana moja kwa moja na M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda wamezindua mashambulizi mapya dhidi ya ngome za FARDC ambalo ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake wazalendo asubuhi mapema ya tariki 21 Juni mwaka 2026 ikiwa ni siku ya Jumapili. Duru zetu za mahali ambazo ni zenye kuaminika na ambazo zinazungumza mara kwa mara na Kwetu News 24 zinasema kuwa licha ya waasi wa AFC M23 kuweza kutumia drone za kivita pamoja na silaha nzito nzito, lakini waasi hao wa AFC M23 hawakuweza kuchukua kijiji hata kimoja kwenye maeneo yaliyotajwa hapo juu. Lakini pia wamesema kuwa vijiji hivyo ambavyo vimetajwa hapo juu vinaendelea kusalia chini ya udhibiti wa jeshi la FARDC pamoja na wazalendo. Hayo yanajiri baada ya FARDC kutangaza siku chache zilizopita kuviteka vijiji kadhaa vya huko Minembwe pamoja na Madegu Center ambayo ni center kabisa ya kijiji cha Minembwe. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, vijiji vya Pwezeho pamoja na huko Mikenge vinaendelea kusalia chini ya udhibiti wa wazalendo ambako Kamanda Kakobanya wa kundi la FDCC anaendelea kusalia eneo hilo pamoja na Milenge Ishibonaneze Lambuma eneo la huko Mikenge ambako wanaapa kabisa kuwa adui hawezi tena kuingia sehemu hiyo, maana ni sehemu ambayo imelindwa vyema na jeshi la wazalendo kwa ushirikiano na jeshi la taifa FARDC. Wakati hayo yakiendelea, eneo la Mitamba, eneo ambalo si mbali sana na eneo la Muravya ambalo ni eneo la kimkakati pia kwenye milima inayoinukia tarafa la Uvira, mapambano yanaendelea kati ya AFC M23 pamoja na wazalendo wa eneo hilo. Duru zetu zimesema licha ya uwingi wa waasi kutoka maeneo ya huko Bukavu pamoja na milima mingine ya jimboni Kivu ya Kusini, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea kujimarisha ili kurejesha mamlaka ya serikali pamoja na kulinda raia na mali yake ambao wanapatikana maeneo ya huko Muravya pamoja na Mitamba ikiwa ni ndani ya tarafa la Uvira jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa DRC. Na msikilizaji wa Kwetu News 24, tukiachana na yanayojiri kwenye uwanja wa mapambano huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sasa tugusie ubadilifu wa katiba ya nchi hiyo
ambayo imezua maswali mengi miongoni mwa raia pamoja na wadadisi wa masuala ya kisiasa baada ya Baraza Kuu la Maaskofu Katoliki nchini DRC SENCO kwa ufupi kukutana kwa siku tatu wiki hii kwenye mkutano usiokuwa wa kawaida wa siku tatu kujadili mjadala wa kuwepo kwa mchakato wa kulifanyia marekebisho katiba ya nchi hiyo. Mkutano huo umekuwa ukiendelea tangu Juni tariki 18 na unakamilika siku ya Jumamosi, wakati maaskofu hao wakitoa msimamo wao kuhusu mchakato huo. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, muungano wa maaskofu wa Kanisa Katoliki SENCO umepinga pendekezo la kufanyia marekebisho katiba ya Kongo. Viongozi hao wa kidini wametoa wito kwa Rais Felix Tshisekedi kuweza kuheshimu kiapo chake na kuitetea katiba ya nchi hiyo ambayo haina dosari yoyote kwa kuongoza nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Katiba ya nchi ya DRC ni moja kati ya katiba nzuri ndani ya bara la Afrika. Maaskofu hao sio mara ya kwanza kujadili swala hilo pamoja na masuala mengine ya kisiasa ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Licha na SENCO, viongozi mbalimbali wa upinzani nchini humo wanaendelea kupinga ubadilifu wa katiba, huku wakiandaa maandamano mara kwa mara ili kushinikiza raia kupinga kabisa ubadilifu wa katiba pamoja na masuala mengine ya kisiasa ndani ya nchi hiyo ya DRC. Miongoni mwa wale waliokosoa kabisa ubadilifu wa katiba ni pamoja na Martin Fayulu Madidi aliyekuwa mgombea wa kiti cha urais mwaka uliopita, pamoja na Delis Senga, lakini pia Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2018, naye pia ni miongoni mwa wanasiasa ambao wanapinga ubadilifu wa katiba ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambayo wanataja kuwa Rais Felix Tshisekedi anatafuta muhula wa tatu pamoja na kudumisha udikteta ndani ya nchi hiyo. Pamoja na hayo yote, wasikilizaji na watazamaji wa Kwetu News 24, miongoni mwao wamoja waliandika maoni yao. Isaac Saidi Polo hajasema yupo wapi, anasema kuwa kwa nini SENCO haikusemaka wakati Nanga anaiba kura za Fayulu? Kwa nini imekuwa katiba wanasema? Maoni yake Isaac Saidi Polo, msikilizaji wa Kwetu News 24. Jean-Claude Dunia yeye anasema hata hao maaskofu ndani yao kuna watu ambao na wengine ni washiriki wa nchi ya Rwanda pamoja na AFC M23. Mpenda Fundi yeye anasema SENCO ndiyo watu wanaoleta vurugu kwenye nchi yetu. Hawa wananchi ndio wanayo mamlaka ya kubadilisha katiba au la. Referendum lazima iwepo ili tujue raia wa Kongo wanataka nini. Richard Kambale anasema tulitarajia hilo. Hao viongozi wapo upande wa upinzani ila Wakristo wa Katoliki sivyo, kwa sababu walifanya kampeni Moise Katumbi, ila Wakristo walionyesha tofauti. Hiyo ilikuwa ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wa Kwetu News 24 kuhusu ubadilifu wa katiba na mkutano wa SENCO huko jijini Kinshasa. Kwa ujumla, wote ambao waliweza kuandika maoni yao kuhusu ubadilifu wa katiba wapo upande wa ubadilifu wa katiba. Moja kwa moja utafahamu kuwa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wananchi wengi wanahitaji katiba ibadilishwe, huku wakisema kuwa katiba ambayo iliyoko kwa sasa inadumisha vurugu na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na msikilizaji, kwa pointi hiyo ndipo nami nimeshusha nanga katika habari zetu za leo. Nikushukuru kwa kuweza kutuunga mkono na kuweza kutusikiliza katika habari zetu. Usikose kusubscribe channel yetu, usikose kucomment na kushare, lakini pia kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Kwaheri kwa sasa.